Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Alhaji Nuhu Jabiri Mruma, Katibu Mkuu Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Waheshimiwa wanahabari, tumewaita leo kueleza lile ambalo limetokea katika Mahakama Kuu leo. Kama mnavyokumbuka, huko nyuma kulikuwa na kesi ya Waislamu 12 walioishitaki serikali na mamlaka zake za serikali. Walimshtaki msajili wa jumuiya Wizara ya Mambo ya Ndani, walimshtaki kabidhi wasii mkuu Rita Administrator General, walimshtaki mwanasheria mkuu wa serikali. Lakini katika mashtaka yale wakaviunganisha vyombo viwili vya Kiislamu ambayo ni Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA na Baraza Kuu Jumuiya na Taasisi za Kiislamu Tanzania. Madai yao yalikuwa ni madai mbalimbali ambayo hapa leo niko na wakili msomi mwanasheria mkuu wa BAKWATA ambaye alikuwa anahudhuria kesi hizo, na hata leo alikuwepo katika hukumu ambayo imetolewa katika Mahakama Kuu. Kwa hiyo ataeleza ile hukumu ilivyotolewa, ambayo ilikuwa ni kesi namba ya kikatiba namba 2763/2024. Nimeona nitoe maelezo ya awali, na tumeona tuwaite waandishi wa habari tuwape maelezo ya kueleza nini kilichokuwepo na nini kimetokea. Madhumuni makubwa ya kufanya hivi ni kuepusha upotoshaji ambao unatolewa na wenzetu. Baada ya kesi ile tu wametokea watu wakisambaza meseji nyingi ambazo mimi nimepata nyingi nimepigiwa simu na watu wengi ambazo zinaleta taharuki na ili kugundua nia ovu ya wale ambao wanalo jambo hili, wamedhihirisha wazi, kwa sababu kesi haikuwa dhidi ya BAKWATA. Kesi ilikuwa dhidi ya serikali na vyombo mbalimbali vya serikali ambavyo ni msajili wa jumuiya, kabidhi wasii na mwanasheria mkuu wa serikali, lakini ikaunganishwa BAKWATA na Baraza Kuu na jumuiya za taasisi. Lakini message inayorushwa kwenye magroup ukionyesha kwamba ni uchonganishi na upotoshaji mkubwa, ni kuonyesha BAKWATA yashindwa vibaya mahakamani. Lakini katika kesi hii BAKWATA aliunganishwa kama namba 4, lakini washtakiwa wengi, malalamiko hayakuwa dhidi ya BAKWATA. Malalamiko yalikuwa dhidi ya vyombo vya serikali ambavyo ni msajili na kabidhi wasii mkuu Rita, kwa matendo yaliyokuwa yanafanywa na Rita na kabidhi wasii mkuu, ambayo hayo pia wao Rita pamoja na msajili walikuwa wanayafanya kwa mujibu wa sheria, na mahakama imeeleza vizuri leo jambo hilo. Sasa tumeona tuweke vizuri huu upotoshwaji ili usiendelee kuichafua jamii. Tunaona dhamira ya hawa wanaochafua jamii na kutuma meseji ambazo si sahihi, wana dhamira mbaya ya kuwafarakanisha Waislamu, ya kuwagombanisha Waislamu, na pengine ya kutaka kuchonganisha kati ya serikali na Waislamu, kitu ambacho Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania, hicho kitu hatutakikubali wala hatutakiruhusu. Dhamira ya Mheshimiwa Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania kwa sasa ni kuwaweka Waislamu pamoja kwamba Waislamu wana tofauti zao wanazoziamini, wanazoziona, lakini sote sisi ni Waislamu na tunaamini katika kitabu cha Qur'ani na Sunna, lakini tunamwamini Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na wale waliomfuata. Sasa katika hali hii tunawaasa Waislamu wasikubali kutumika au kuwasikiliza watu wachache wenye dhamira mbovu ya kuwagawanya Waislamu kwa misingi ya maslahi yao binafsi.
Na yasema haya kwa sababu tumeona yametokea na message zimeanza kutumwa kuona kwamba BAKWATA imeshindwa vibaya sana mahakamani. Hatajwi kabidhi wasii, hatajwi mwanasheria mkuu wa serikali, wala baraza kuu, wala hatajwi. Hukumu itaelezwa hapa namna ilivyotokea, ili sisi tuwe tunawaeleza watu waelewe nini ambacho kimetokea. Na tunawahusia hawa ambao wanafanya haya wayaache, kwa sababu huu sio wakati wa kuwagawanyisha watu. Ni wakati wa kuwa kitu kimoja na kuzungumza pamoja na kutatua kasoro mbalimbali ambazo zipo baina yetu. Lakini pia ni wakati ambao tunatakiwa tuwe watiifu kwa viongozi wetu wakuu wa dini na viongozi wetu wakuu wa serikali chini ya serikali yetu tukufu inaongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan. Tumpe nguvu na tumpe ishara nzuri za kwamba sisi Waislamu pamoja na mambo mengine tuko pamoja na serikali yetu na tunaiunga mkono katika yale ambayo yanaendelea. Sisi tunazidi kuviunga mkono vyombo vya serikali kama RITA, msajili wa jumuiya na taasisi, lakini tunaungana naye katika yale ambayo yanaendelea katika kuhakikisha kwamba tunafata masharti yaliyotusajili sisi kama vyombo vya kijamii. Kwa hiyo huo ndio utangulizi ambao nilipenda ni utoe, lakini yaliyojiri mahakamani na yaliyotolea mahakamani nitaomba wakili Fatiu aeleze vizuri sana. Karibu sana Fatiu. Asante. Amani ya Bwana iwe nanyi. Ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, karibuni sana BAKWATA makao makuu. Nilio mbele yenu hapa kwa majina yanaitwa Hassan Athumani Fatiu, mwanasheria mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Ndugu waandishi wa habari, imetulazimu leo kuwaiteni hapa kuzungumzia yanayojiri mara tu baada ya hukumu iliyotolewa leo na Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam. Kama alivyosema Katibu Mkuu, tangu kesi hii ianze hatujawahi kuzungumza na waandishi wa habari hata siku moja. Lakini leo baada tu ya kutoka katika lango la Mahakama Kuu nilianza kuona upotoshaji, na kwa mara ya kwanza katika mlango wa Mahakama Kuu nilikubali kuzungumza na waandishi wa habari baada ya kusikia upotoshaji. Upotoshaji uko namna hii na usawa au usahihi uko namna hii. Hii ilikuwa ni kesi ya kikatiba, kesi namba 2763/2024. Kesi hii ilikuwa mbele ya jopo la majaji watatu, Jaji Mbaga, Jaji Mwanga na Jaji Mkwizu ambaye ndio alikuwa mwenyekiti wa jopo hilo la majaji watatu. Kesi hii ilifunguliwa na Profesa Hamza Njozi pamoja na wenzake katika Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam. Madai yao yalikuwa ni dhidi ya msajili wa vyama vya kijamii Tanzania, the Registrar of Society. Namba 2 alikuwa ni kabidhi wasii mkuu wa serikali, Administrator General. Wa pili, wa tatu na wa 4 na wa 5 ilikuwa ni formality kuwaingiza katika kesi hiyo. Kwa washtakiwa hasa namba 1 na namba 2, msajili wa vyama vya kijamii, the Registrar of Societies na Administrator General. Sasa kesi yote dhidi ya serikali lazima mwanasheria mkuu aunganishwe. Namba 4 ilikuwa ni Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA.
na 5 ni Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi za Kiislamu Tanzania. Msingi wa kesi hii ilikuwa ni malalamiko ya Waislamu hao wakilalamikia kwamba kuna matendo au masharti yanayowekwa na msajili wa vyama vya kijamii na kabidhi wasii mkuu wa serikali ambayo yanakuwa ni kinyume na ibara za katiba. Ibara zilizolalamikiwa kwamba zinakiukwa ni ibara ya katiba, ibara ya 13, ibara ya 13 ambayo inazungumzia usawa wa mbele ya sheria, na ibara ya 19 inayozungumzia usawa na uhuru wa kuabudu na kuamini chochote unacho, right, freedom of religion, na ibara ya 20 inayohusu freedom of association, yani uhuru wa kujumuika na wengine. Hizi ndio ibara zilizokuwa zikilalamikiwa kwamba matendo ya wasajili yanakiuka vifungu hivi vya katiba. Matendo gani hayo? Kwamba wasajili hawa wamekuwa wakiwataka watu au taasisi zilizotaka kujisajili, miongoni mwa dokumenti zinazotakiwa ni pamoja na barua ya utambulisho. Sasa wasajili wamekuwa wakitaka au wakiamini wakiwataka kuleta barua kutoka BAKWATA. Kwa hiyo kitendo hiki kimelalamikiwa kwamba kinakiuka usawa mbele ya sheria, usawa wa kuabudu, uhuru wa kuabudu na uhuru wa kujumuika. Mahakama baada ya kusikiliza shauri hili, kuziangalia sheria hizi mbili zinazounda taasisi hizi, the Trustees Incorporation Act na the Societies Act. Of course sheria hizi ziko wazi sana. Hakuna kifungu kinachosema kwamba unaposajili taasisi lazima ulete barua kutoka BAKWATA, ulete barua kutoka BAKWATA. Hakuna sheria iliyotaja moja kwa moja. Kwa sheria imesema taasisi hiyo itasimamiwa na Supreme Authority. Kwa hiyo basi hakuna sheria iliyotaja clearly kwamba lazima upate barua kutoka BAKWATA. Na sisi kwenye majibu yetu tulikiri kwamba hakuna sheria inayolazimisha hilo, na imekuwa ni practice ya muda mrefu, kwa sababu kama mnavyojua Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA ni taasisi kongwe iliyosajiliwa tangu mwaka 1968. Wakati huo hakuna taasisi yeyote ya Kiislamu iliyokuwepo kama sijakosea. Kwa hiyo taasisi yote iliyokuwa ikija kusajiliwa baada ya BAKWATA na tunataka barua ya utambulisho kutoka taasisi inayokufahamu, hii tunasema long term practice. Ilikuwa tunakwambia wanaambiwa kalete barua kutoka BAKWATA. Kwa hiyo practice hii imeendelea mpaka wakati huu. Kuna taasisi nyingi na baadhi ya madhehebu yameunda taasisi zao. Kwa katika kipindi hiki imeonekana sasa kwamba hakuna ulazima huo, na kama
ulazima huo unataka kufanywa kama mazoea ambayo si sheria, ndio leo Mahakama Kuu imetoa uamuzi kwamba hilo sio takwa la kisheria. Kwa hiyo unaweza ukapeleka barua kutoka Baraza Kuu la Taasisi na Jumuiya za Kiislamu. Kwa hiyo kilicholaumiwa ni matendo ya msajili wa bodi za wadhamini Administrator General na msajili wa vyama vya kijamii. Kwa hiyo hakuna mahala ambapo BAKWATA sisi tumefanya kitendo ambacho kiko kinyume na sheria. Hakuna kitendo ambacho sisi kama BAKWATA tumefanya kitendo ambacho kiko kinyume na katiba. Hii ni goodwill, ni sifa njema, uadilifu na uaminifu ambayo BAKWATA imejijengea. Mtakumbuka hata siku za nyuma kabla ya vyama vingi ilikuwa barua utambulisho unaitoa kwa nani? Kwa balozi Kalete barua utambulisho kutoka kwa balozi. Kwa baada ya usajili wa vyama vingi watu wakapeleka malalamiko kwamba mimi sio CCM, kwa nini nilete barua ya CCM? Kwa hiyo ndio hekima na busara ikarudishwa kwamba barua utambulisho itoke serikali ya mtaa. Kwa hiyo kwenye dini sheria haijaitaja taasisi yoyote kwamba ndio umbrella. Lakini taasisi nyingi za Kiislamu, taasisi, kwa sababu BAKWATA tunaenda na imani ambayo ni majority ya East and Central Africa, madhehebu ya Sunni wal Jamaa. Kwa hiyo ilikubalika tangu mwaka 68 kwamba tuende na mlengo huu. Kwa hiyo hii imekuwa ni goodwill ya BAKWATA ambayo imejijengea katika jamii na serikali kuamini kwamba ndiyo taasisi inayowajua vizuri Waislamu wote. Na jambo la kufanya introduction, of course si jambo la kiimani. Introduction letter unaweza kuipata sehemu yoyote, na sheria imetoa uhuru wa kidini kweli. Sheria hiyo niliyosema, the Trustees Incorporation Act na the Societies Act, tuko pamoja, haijasema taasisi gani ndio amri, lakini taasisi yote inataka kujisajili yenyewe ndio itasema kwenye katiba yake, yenyewe ndio iseme wakati wa usajili. Katika katiba yao itasema sisi taasisi hii, our supreme institutional ni BAKWATA au ni taasisi fulani tuko pamoja ndipo watapaswa kuleta barua kutoka huko. Kwa hiyo yaliyolaumiwa ni matendo hayo ambayo tunasema ni long term practice. Kwa hiyo mahakama imeonya kwamba isichukuliwe kwamba ndiyo nini, ndiyo sheria. Waswahili wanasema mazoea hujenga tabia. Kwa tabia hiyo ndio iliyokemewa. Lakini madai mengine yote waliowasilisha mahakamani yalikuwa madai matano. Madai yote manne yametupiliwa mbali kwamba hayana msingi, na kuelekeza kwamba sasa wasajili warekebishe hayo matendo. Na ndio maana hakuna sheria au mahakama hii haijaelekeza kwamba vifungu fulani virekebishwe. Hapana, yaliyokuwa condemned ni matendo. Na mahakama baada ya kujidhihirisha kwamba vifungu hivyo katika sheria mbili havija kiuka katiba, isipokuwa ni matendo, na zipo barua mbili ambao wadai waliziwasilisha zikathibitisha matendo. Iko taasisi ambayo ilirudishwa ikaambiwa, ilipeleka barua Baraza Kuu ikarudishwa kuambiwa tunataka barua ya nini kutoka BAKWATA, na barua moja ilikuwa kwa msajili wa vyama vya kijamii na barua nyingine kutoka kwa kabidhi mkuu wa serikali. Kwa hayo ndio matendo kemewa na mahakama, na kwamba mshtakiwa namba 1 na namba 2 warekebishe matendo hayo. Kwa hiyo hakuna mahala kusema BAKWATA
imeshindwa vibaya sana. Hakuna mahala ambapo BAKWATA imeakti, yani imefanya jambo na jambo hilo au kitendo hicho kikafanyaje, kikavunja sheria au kikakiuka ibara za katiba. Ni sifa njema ambayo BAKWATA imekuwa nayo ya muda mrefu katika jamii na serikali na ikawa kama ndiyo mazoea. Lakini madai mengine yote ya wadai manne yametupiliwa mbali na kuonekana hayana msingi. Kwa hiyo hayo ndio maelezo kwa ufupi. Tumeona ni busara tuje tuyazungumze ili yasizue taharuki katika taasisi zingine ambazo wamekiri katika maandiko yao, katika katiba zao kwamba wao, na ni taasisi nyingi sana za almost karibia zote Tanzania, zile ambayo tuna madhehebu yanayokubalika, karibia taasisi zote za Kiislamu, ni chache sana, zote zinakiri kwamba BAKWATA ndio our supreme authority. Sasa kama propaganda hii itaenezwa, hao Waislamu wengine wenye madhehebu mengine ambao wanakiri kwamba BAKWATA wanaweza wakaanza wakapata taharuki. Tuko pamoja wakapata taharuki, wakaleta zogo ambalo linaweza likaharibu amani na utulivu uliokuwepo, ambao sisi kama BAKWATA, moto wa kiongozi wetu mkuu wa dini Mufti Daktari Abubakar Albin Zuberi amekuwa akisisitiza ni amani, upendo na utulivu wa nchi. Kwa hilo ndio limetusukuma, kwa hekima hiyo imetusukuma leo tuzungumze na waandishi wa habari ili Waislamu wote ambao wanakiri kwamba BAKWATA ndio supreme authority, ndio taasisi mama, taasisi mlezi wao, bado ana mamlaka yale kama ambavyo sheria imeelekeza. Kila mtu atachagua nani atakuwa taasisi mlezi katika madhehebu yangu. Kwa hiyo hayo kwa ufupi tulipenda kuyaweka wazi. Kama patakuwa na swali, maoni, nirudishe kwa katibu mkuu ili aweze kuendelea na utaratibu. Asanteni sana. Nadhani waheshimiwa waandishi wa habari tumekwenda vizuri, na kikubwa zaidi hapa ambacho tunapaswa tutoke nacho ili kuepusha kuichanganya jamii yetu ni kwamba tunapozungumzia taasisi kuu mwavuli wa Waislamu Tanzania, bado ni Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, kwa sababu zifuatazo. Moja, ndiyo taasisi mama iliyoanzishwa toka mwaka 1968. Katika taasisi zilizoko hapa hakuna taasisi ambayo imeanzishwa ina miaka hiyo. Kwa hiyo ndiyo qualification inayoipa BAKWATA kuwa Supreme Council au taasisi mwavuli mama. Hilo la kwanza. Lakini la pili, BAKWATA ni chombo pekee cha Waislamu wa Tanzania ambacho unaweza ukakipata kuanzia ngazi ya taifa mpaka ngazi ya kijiji mpaka ngazi ya kaya. Taasisi zingine zote tulizo nazo, walilahi alhamd, tuna taasisi nyingi nzuri zinaisaidia jamii ya Kiislamu katika kuendeleza maendeleo ya Uislamu, lakini nyingi hazina uenezi, hazijaenea Tanzania nzima kama ilivyoenea BAKWATA. Tunazungumzia coverage. BAKWATA iko coverage, ina coverage kubwa, lakini ina mdororo unaofuata chain of command kuanzia juu mpaka chini, na ni mlezi wa taasisi zingine zote, labda yule ambaye anakataa kwa maslahi yake binafsi, na BAKWATA haijakataa kuleta au kusimamia ulezi wa taasisi zingine. Lakini pia BAKWATA ni taasisi ambayo haimbagui mtu kuwa ndani ya BAKWATA, haina uwanachama katika BAKWATA. Kila Muislamu aliyetamka shahada anaruhusiwa kuwa memba wa BAKWATA.
lakini pia inachukua ile silsila ya Waislamu walio wengi katika ukanda huu wa Afrika ya Mashariki ambao ni Ahlus Sunna wal Jamaa, madhehebu ya Imamu Shafi. Kwa hiyo imechukua ile idadi kubwa ya Waislamu na waumini katika eneo hili tulionao. Ndio maana tunaisimamia kama ni taasisi mwavuli mama kwa Waislamu wa Tanzania. Kwa hiyo wito wetu ambao tunataka baada ya mwanasheria kueleza vizuri, kaielezeni jamii, bado iendelee kuwa na matumaini makubwa na taasisi yao ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, ambayo kwa kipindi hiki cha miaka 10 ya Samahati Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana imeimarisha mambo mengi, ikiwemo kujalia na kuzikusanya taasisi zote za Kiislamu na kufanya kazi kwa pamoja. Katika katiba ya BAKWATA kuna kipengele kinaitwa Coordination Council, Majlis Tansik, ambako BAKWATA na taasisi zingine zinakaa katika kujadili mambo mbalimbali ya Kiislamu na kikao kile kinakuwa kwa mwaka mara moja. Lakini pia hata kwa hili ambalo limetokea sasa hivi nchi yetu ikaingia katika mikorogano, tumetumia dirisha lile la Majlis Tansik tukazungumza kama Waislamu kwa pamoja na tukaitoa nchi katika janga hili ambalo tulikuwa nalo. Sote tumekuwa ni mashahidi na tunaendelea katika hilo. Kuna taasisi nyingi zimeanzishwa. Sasa RITA na msajili wao pia pamoja na maelekezo ya mahakama, wao wamepewa mandate ya kumuuliza mtu wanayeona anafaa katika kumtambulisha ili wao waendelee na procedure za usajili. Sasa ziko taasisi nyingi hapa Tanzania za Kiislamu zaidi ya 3,000, 5,000 na kadhalika. Zingine zimeanzishwa juzi. Hata Mpeta na taasisi yake. Sasa leo hii unataka kuanzisha taasisi afu msajili amwandikie Mpeta, hebu nitambulishie taasisi ya Bwana Babdeo inataka kuanzishwa, atakuuliza wewe Mpeta, wewe taasisi yako ya juzi tena ya kwako na mkeo itatambulisha nini? Lakini hii taasisi mama ya BAKWATA ambayo imesambaa Tanzania nzima, lakini na miaka zaidi ya sisi sote tulioko hapa isipokuwa Mzee Mtaimbo, miaka 50 inaelekea 58 sasa hivi. Hiyo ndio inaweza kutambulisha kwa sababu iko mahala kote Tanzania na imepita kila mahala. Kwa hiyo RITA hawezi kumuuliza taasisi ya Mpeta ambayo imesajiliwa 2013. Lazima iulize BAKWATA ambayo imesajiliwa toka 1968. Alafu taasisi ya Mpeta ina ofisi yake Magomeni tu. Taasisi ya BAKWATA mpaka na Njilinji, mpaka na Mtumbo, mpaka huko wapi huko nani Mlele, Nkasi, ina ofisi na chain of command. Ofisi taasisi yako ambayo wewe imesajiliwa Magomeni Makuti ndio ofisi iliyoko tu hapo, unataka na yenyewe ipewe mandate ya msajili wa jumuiya na taasisi akuombe wewe utambulishe hizo taasisi. Alafu hiyo taasisi yenyewe haina mapato na matumizi, haitoi maelekezo kwamba labda wana memba wake wakoje. Msajili aombe ridhaa kwako au RITA aombe ridhaa kwako ili wewe asajili taasisi zingine. Taasisi hiyo unaendesha wewe na familia yako, taasisi zingine za kifamilia. Kama wewe sio kabila la Mruma, wewe kwenye taasisi hii huwezi kuingia. Wewe taasisi hiyo leo ndio iende ipewe mandate ya kutoa usajili kwa ajili ya taasisi zingine. Hata RITA akitumia neno hilo kuuliza atakuwa hatutaki kutumia maneno mengine machafu. Sisi tunastaha na hatukusema siku zote wakati kesi inaendelea, kwa sababu tulikuwa tunaachia vyombo vya kisheria vichukue. Tuko tayari kushirikiana na taasisi zote za Kiislamu ambazo zipo kisheria na zinafata misingi ya kisheria. Tutashirikiana nazo katika hatua zote za kuletea Waislamu maendeleo, lakini sio kuletea kundi fulani maendeleo, bali tunazungumzia Waislamu. Kwa hiyo tunakaribisha wote wenye nia njema kuja BAKWATA muda wowote, wakati wowote, kuleta masala mbalimbali ya kimaendeleo. Leo hii BAKWATA imetengeneza mifumo ya kushirikiana na taasisi zingine katika mambo mbalimbali ya kiuchumi, ya kijamii, ya kidini,
Kwa hiyo dirisha liko wazi muda wowote. Waambieni nyie wanahabari, ndio mikono yetu. Waambieni watu kwamba BAKWATA iko kwa ajili ya Waislamu wa Tanzania. Wale wanaosema BAKWATA ipo kwa ajili ya kudidimiza maslahi ya Waislamu wa Tanzania, waulizeni wao walishakaa lini wakatoa taarifa kwenye media kwamba zile taasisi zao zinaendeshwaje? Uwazi katika taasisi zao unapatikanaje? BAKWATA inafanya mkutano mkuu kila baada ya miaka mitano kuchagua viongozi kwa demokrasia. Mwaka huu tumesogeza uchaguzi kwa sababu ya uchaguzi mkuu ziligongana. Kwa hiyo BAKWATA itafanya uchaguzi mkuu rasmi kuanzia mwezi Februari mwakani. Tunawakaribisha hata nyinyi waandishi wa habari kwa level yenu, na nyinyi ni Waislamu katika maeneo yenu, kagombeni nafasi mbalimbali zitakazotangazwa na BAKWATA. Kuna halmashauri kuu, kuna halmashauri za wilaya, halmashauri za kata, baraza la mashehe na zingine nyingi. Muingie katika uongozi wa BAKWATA na muondoke na upotoshaji ambao unapotoshwa nje. Na sasa hivi tuko tayari kuzungumza lolote mahala popote. Tunajua kwamba kuna baadhi ya watu wanazungumzia kuhusu kwamba labda wale watu 12 walitumwa na Waislamu. Hapana. Tukicheki hata CV za wale 12 waliosema walishtaki, si kwamba wamebeba umbrella. Wana majina ya Kiislamu na ni Waislamu, lakini wengi ni wanasiasa. Tena wanasiasa waliofeli siasa. Kachukue CV zao waangalie namna ambavyo katika mambo ya ushiriki wao wa siasa wametoka wapi na walikuwa wapi. Inaonyesha wazi wazi. Tumuunge mkono Mheshimiwa Mufti, tumuunge mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nchi hii sasa hivi sisi Waislamu tunatakiwa tuwe kiigizo chema katika kuhakikisha kwamba amani ya nchi, umoja na mshikamano ni nguzo kuu ambayo Mheshimiwa Rais anaizungumza, Mheshimiwa Mufti anaizungumza. Mifarakano ya dini haituletei matunda mazuri katika ustawi wa leo wa jamii yetu, wa Uislamu wetu katika Tanzania. Tuwaombe Waislamu wote na hata wasio kwa Waislamu tuungane na BAKWATA kwa hili lililotokea leo mahakamani, liwe ni chachu ya kufungua ile milango ya sisi kushirikiana kwa pamoja. Na hii ni katika falsafa ya Mheshimiwa Mufti ya kujitambua, kubadilika na kuacha mazoea. Mahakama nayo imeambiwa vyombo vya serikali na vyenyewe viache mazoea. Yale mazoea yalikuwa ni mazoea ya budi ya nini? Wasema ya nia njema. Ya nia njema. Ila tu kwa sababu hajaingizwa kwenye sheria ndio maana wameona au usiyatumie kama ni sheria, lakini ni mazoea ya nia njema na yataendelea kwa sababu ni mazoea ya nia njema. Kwa sababu ukitaka leo hii Supreme Council itambulishe taasisi zingine, utamwambia nani zaidi ya BAKWATA? Labda atakayekataa tu anayetaka yeye mwenyewe atatambulisha na taasisi zingine. Lakini BAKWATA tuko tayari kuwalea, tuko tayari kuwatambulisha, tuko tayari kuwasaidia, na wengi wanatambua role hiyo, na sisi tuko tayari kuwahudumia Waislamu, na ndio maana tuko hapa. Katibu Mkuu, BAKWATA ni taasisi iliyoasisiwa mwaka huo 1968. Ni taasisi iliyoanzishwa kwa lengo la kuwasimamia Waislamu wote nchini. Kama alivyosema, hata ukiangalia humu kwenye katiba ya BAKWATA mwanzo mwisho hakuna sifa za mwanachama. Yaani humu hakuna sifa mwanachama. Sifa ni mbili tu ambayo imeanza kwenye utangulizi hapo. Kwanza uwe Muislamu, pili uwe Mtanzania. Wewe ni wetu. Utangulizi unaanza unasema sisi Waislamu wa Tanzania. Tayari unazipata sifa ngapi hapo? 2. Kwa hiyo sifa za kuwa memba wa BAKWATA, ya kwanza ni wewe kuwa Muislamu, ya pili kuwa Mtanzania. Kama ambavyo utangulizi wa katiba hii unasema, sisi Waislamu wa Tanzania kwa kuwa tunaamini kama Waislamu wengine wote ulimwenguni kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, na kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake na mwisho wa mwisho, hapana tena mtume mwingine baada yake. Kwa kusoma tu introduction au preamble ya katiba hii unaona kwamba ni sifa ni mbili tu ya kuwa Mtanzania, Muislamu. Kwa hiyo hata wakati inaasisiwa taasisi mwaka 68 walikutana mashehe wote wa madhehebu. Kwanza mfahamu BAKWATA sio dhehebu.
Ndugu waandishi wa habari, hapo mtuelewe vizuri BAKWATA sio dhehebu la dini. BAKWATA ni taasisi ya kidini, ndani yake kuna madhehebu kadha wa kadha. Kwa mwaka 68 walikutana mashehe wote wa taasisi zote za Kiislamu, wakakubaliana kuanzisha chombo hiki. Hata mahakama leo imeenda mbali, bahati mbaya tumekosa tu kuithibitishia mahakama hilo. Mahakama imefanya juhudi kubwa ya kuomba katiba ya mwaka 68 na muhtasari ya waasisi waliokutana mwaka 68 ili mahakama ijiridhishe kwamba walikuwa waasisi wa madhehebu zote. Sasa rekodi tu hazikuwa vizuri, hata tulipomwomba Administrator General naye rekodi zake hakuweza kuipata katiba hiyo wala muhtasari huo, lakini hiyo ndio historia halisi kwamba chombo kimekusudiwa kuwa cha Waislamu wote nchini. Tuko pamoja? Hata ukisoma kwenye madhumuni. Kwa hiyo mahakama ilienda tu moja kwa moja baada ya kukosa hiyo, ikaenda kuangalia kifungu cha 113 cha katiba ya BAKWATA kwamba toleo hili la katiba ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA limezingatia na kuweka pamoja marekebisho yaliyofanywa katika katiba ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA tangu ilipotungwa mwaka 1999 hadi tarehe 31 mwezi wa 3 2018. Sasa kuna kosa hapa, tuko pamoja katiba hasa ya kwanza ni ya mwaka, hapa tulikuwa tunamaanisha tangu marekebisho ya mwisho yaliyofanyika 1999. Haya yalikuwa ni marekebisho, lakini mahakama inatafsiri sheria, haitafsiri unachokusudia. Kwa hiyo jamani, ieleweke hivyo. Asanteni sana.